Imekuwa ni siku nyingine tulivu baada ya muda mrefu tumerejea tena. Hii ni saa ya The Bible Mine. The Bible Mine imerudi tena kwa kishindo na imekuwa ni baraka kwa sababu Mungu ametubariki leo kuwa na Dr. Kathleen ambaye tutakuwa tunayachunguza maandiko kwa kina zaidi kupitia kitabu kile cha Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajisikiaje kuwepo siku ya leo hapa? Ninajisikia vizuri. Unajisikia vizuri eh? Yeah. Karibu. Leo kwenye The Bible Mine ulisema tutaidadavua hasa sura ya kwanza kwenye kitabu cha Daniel. Na Daniel ni miongoni mwa manabii ambao wamezungumzwa kwenye Biblia. Daniel ana nini bwana? Ana kitu gani cha kipekee mpaka leo ikawa ni heri tumzungumzie kwa mapana yake? Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moja kwa moja nitamuelezea Danieli kwa kifupi. Biografia yake haijaelezewa sana kwenye Biblia, lakini alikuwa ni moja kati ya kijana kutoka familia za kifalme. Na ukirudi kwenye maandiko kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, wakati Nabii Isaya anaongea na Hezekia kwa habari ya taifa la Israeli kuchukuliwa kupelekwa utumwani Babeli, alimwambia moja ya vitu vitakavyoenda Babeli pamoja na vitu vya nyumba ya Mungu ni pamoja na vijana wa uzao wa kifalme. Na ukiwa unasoma hii sura ya Danieli ya kwanza, ukiangalia zile sifa za watu ambao mfalme wa Babeli alitaka waletwe kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya kifalme, unamkuta Danieli pamoja na wale marafiki zake. Kwa hiyo inatupa picha ya pamoja na kwamba Danieli alikuwa nabii, alikuwa anatokea kwenye familia ya kifalme. Yeah. Kwa Danieli licha kwamba alikuwa nabii, alikuwa anatokea kwenye msema familia ya kifalme. Yeah. Lakini pia Danieli alikuwa msomi. Hii ya usomi inahusiana vipi sasa? Leo tukasema tudadavue kwa kina. Kwa kama angekuwa zama za sasa, ina maana angekuwa ni msomi mwenye shahada ya uzamivu. Alikuwa na PhD yake moja imelala pale. Tunaweza kusema hivyo, lakini moja kati ya sifa ya familia za kifalme, tangu wanavyokuwa nurtured wakiwa wadogo, ndio wanafundishwa tofauti na watoto wengine, kiasi kwamba at a certain age ukikutana naye ukimlinganisha na mtoto ambaye sio wa familia ya kifalme, anafahamu vitu vingi kuliko mtoto mwingine, kwa sababu tu ya familia alikozaliwa inamhitaji kujifunza kwa wingi, lakini pia kuwa na disciplines mbalimbali zitakazomfanya awe fit as a royal au mtu wa kifalme. Yeah. Basi tuende tukayachunguze haya maandiko kutoka kitabu cha Daniel sura ya kwanza ambao tumeanza nayo leo katika episode mpya ya The Bible Mine. Karibu. Asante. Nafikiri kwa ruhusa yako tunaweza tukaisoma sura yote chapa, alafu tutakuwa tunaibreak kwa vipengele. Sawa, haina shida. Karibu. Biblia inasema, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Kwa lugha nyingine akauzingira, akaukamata. Okay. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3 ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matoashi akawapa majina. Alimuita Danieli Belteshaza, na Hanania akamuita Shadraka, na Mishaeli akamuita Meshaki,
na Azaria akamuita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matoashi. Mkuu wa matoashi akamwambia Danieli, mimi namwogopa bwana wangu mfalme, aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtaatirisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Mstari wa 17 anasema, basi kwa habari za hao vijana 4 Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuwaingiza, mkuu wa matoashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadreza. Naye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme. Na katika kila jambo la hekima na ufahamu aliowauliza mfalme, akaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa 1 wa mfalme Koreshi. Sasa tutazungumza vipengele 3 kama sio 4. Sawa sawa. Tukianza mstari wa 1 ambao unatupa background ya hichi kitabu kilivyoanza kuandikwa. Actually Danieli alikuwa ni mmoja kati ya watu waliokaa utumwani miaka 70 ile iliyotabiriwa na nabii Yeremia. Kwa hiyo kipindi anaingia mpaka kipindi taifa la Israeli linarudi utumwani, yeye alikuwa utumwani kipindi chote hicho. Na ukisoma kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, nafikiri sura ya 36, inaelezea ule unabii uliotoka kwamba huyu mfalme Yoyakim katika kipindi cha kutawala kwake, kwa sababu alimkosea Mungu, unabii ulitolewa kwamba Nebukadreza mfalme wa Babeli atakuja atauteka Yerusalemu pamoja na kumchukua mfalme na kuvichukua vyombo vya nyumba ya Bwana na kuvipeleka Babeli. Na Biblia inasema baada ya mfalme wa Babeli kuwachukua Yehoyakimu ambaye alikuwa ni mfalme kipindi hicho pamoja na vyombo vya nyumba ya Bwana, aliagiza yule kiongozi wake wa majeshi, mkuu wa matoashi wake, mkuu wa wahudumu wake, atafutie vijana wa Kiisraeli wenye hizi sifa alizozitaja hapa. Kwanza, wa uzao wa kifalme. Ndio. Wa uzao wa kiungwana. Hakuishia hapo, akasema wasio na mawaa. Kwa maana nyingine, kwa lugha sasa hivi unaweza ukasema ni wasio na kilema. Perfect. Kama ambavyo watu wanaoingia jeshini wanatakiwa wawe na sifa fulani. Lakini pia akataka wawe wazuri wa uso. Aha. Kumbe nayo lilizingatiwa. Akataka pia wawe ni wajuzi wa elimu, wajuzi wa hekima. Na vitu vyote hivi huwezi ukavipata kwa mtu wa kawaida tu. Lazima mtu awe amekuwa nurtured kwenye mazingira fulani. Na kwa historia ya Danieli alikuwa ni wa uzao wa kifalme. Kwa hiyo yeye pamoja na wenzake walimit his qualifications. Wakawa kati ya wale waliochaguliwa kupelekwa kwenye nyumba ya mfalme. Na kwenye kipengele hiki mfalme akaagiza wafanyiwe kitu tunaita, kwa Kiingereza tunaita assimilation. Yaani walikuwa na utamaduni wao, walikuwa na elimu waliokuwa wanaifahamu, lakini mfalme wa Babeli kwa sababu aliwataka watumike kwenye jumba lake la ufalme, akaagiza wapewe elimu
ya kifalme. Ukaldayo. Upande ambako mfalme yule anatawala. Kama walitakiwa watoe huduma kule, lazima wafahamu kuhusu kule wanakotumika. Ndio. Lakini hakuishia hapo. Pamoja na kufundishwa ile elimu, aliwawekea na posho ya chakula cha kifalme. Ile posho ambayo ilikuwa inaenda kwenye meza ya mfalme, wale walitakiwa walishwe vile kwa kipindi cha miaka 3. Miaka 3 nakula vyakula vya kifalme. Asubuhi. Exactly. Mfalme alikuwa anataka ajipatie watu ambao wataendana na desturi ufalme wake. Lakini kumbuka watu walikuwa wametoka Israeli ambalo ni taifa la Mungu. Ndio. Walikuwa na taratibu zao na tamaduni zao za namna ya kuishi. Ndio. Sasa ukiangalia ulimwengu wa sasa, kabla haujaenda kuhudumu sehemu lazima upate training ya ile sehemu. Ndio. Kwa mfano sisi madaktari hatuwezi kwenda kutibu mpaka tupitie kipindi cha mafunzo tujaribiwe, alafu ndio tukatibu. Mkatibu. Ndo system za ulimwengu zilivyo. Kama ambavyo mfalme wa Babeli alitaka the best, ndivyo ambavyo na ulimwengu nao unataka the best. And it happened kwamba kati ya watu ambao walionekana wana zile sifa za awali za ubora, tunawakuta watu wa Mungu, Danieli pamoja na marafiki zake. Lakini tukiingia kwenye kipengele cha pili ambacho ni kipengele sensitive, Biblia inasema pamoja na kwamba waliwekwa kwenye huu mfumo wa kufundishwa kwa miaka 3, wakaikiwa na portions za chakula, Biblia inasema kwenye huu mstari wa 8, Danieli aliazimu moyoni mwake kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Yesu walikuwa wanafundishwa na walikuwa wamewekewa portion ya chakula, lakini Danieli aliazimia kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Na unaweza ukajiuliza kwa nini? Chakula cha mfalme kilikuwa kizuri, ilikuwa divai nzuri ambayo inakuwa served kwenye king's table. Okay. Kwa hiyo una uhakika kabisa vyote vinavyotoka kwenye meza ya mfalme ni vyakula salama, ni vyakula vyenye afya, vyenye virutubisho vyote vinavyohitajika. Lakini kwa nini Danieli aliazimia kwamba hatokula vile vyakula pamoja na wenzake? Ndio. Ukirudi kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, wana wa Israeli walipewa taratibu mbalimbali za vyakula. Kuna vyakula hawakutakiwa kuvila. Na zile taratibu walipewa kwa sababu ya agano ambalo walikuwa nalo na Mungu. Na kwa sababu walikubali kuwa watu wa Mungu na Mungu aliwachagua kuwa watu wake, walitakiwa kuabide kwenye yale maelekezo ambayo Mungu amewapa. Lakini pia kitu kingine, ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu, nafikiri ni sura ya 4, alikuwa anazungumzia kwa habari ya wale wanaojiweka wakfu kwa Mungu au wanadhiri. Moja kati ya kitu hawatakiwi kufanya ni kutokunywa divai wala mzao wote wa mzabibu. Na ukiangalia kwenye chakula cha mfalme kulikuwa na chakula pamoja na divai. Kwa hiyo Danieli hali akijua taratibu za vyakula ambazo walipewa na Mungu, lakini pia kama mtu aliyekuwa amejiweka wakfu kwa Mungu kwamba ataenenda katika njia ya Mungu, kuna vitu aliamua hata vifanya. Haikuwa na maana kwamba divai ilikuwa dhambi, lakini kwa sababu alijiweka wakfu kwa Mungu hakufanya. Mahali fulani Paulo anasema vitu vyote ni halali lakini sio vyote vifaavyo. Kwa maana ya kwamba kwenye haya mazingira yetu ya kawaida kuna vitu sio dhambi kuvifanya, lakini kwa sababu umejiweka wakfu kwa Mungu, hivyo vitu hautavifanya. Tuko pamoja Tuko pamoja. Kwa hiyo kitu kikubwa tunachojifunza hapa, sisi kama Wakristo au watu ambao tumemwamini Mungu, tupo kwenye mazingira ambayo yanamchanganyo. Hatuko kwenye dunia pekee yetu. Tuko kwenye mazingira yatakao tuhitaji kufanya vitu mbalimbali ili kusurvive kwenye haya maisha. Lakini moja kati ya kitu tunatakiwa kufanya ni kuazimia moyoni au kuwa intentional kuendelea kujiweka wakfu na kujitunza kwa ajili ya Mungu. Na ukiendelea mstari wa 9, Biblia inasema baada ya Danieli kuazimia, Mungu alimpa kupata kibali kwa yule mkuu wa matoashi. Na ndivyo ambavyo iko kwetu. Tunapoazimia kwamba nimejiweka wakfu kwa Mungu, sitakubali kufanya kitu hiki na hiki ili niendelee kujitunza kwa ajili ya Mungu, Mungu anaachilia uwezesho wa kutuwezesha kuyaishi yale ambayo tumeazimia kuyaishi.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndivyo ilivyokuwa pia kwa wenzake, japokuwa hapa Biblia imeanza kusema Danieli aliazimia moyoni mwake, lakini ukiendelea kufuatilia utagundua kwamba Shadrach, Meshach na Abednego na wenyewe waliingia kwenye huo mpango. Hawakukubali kujinajisi kwa chakula cha mfalme. Na tukija kipengele cha 3, tunaona kwamba baada ya kujaribiwa waliamua kula kulingana na taratibu na tamaduni zao, kulingana na maelekezo ambayo Mungu aliwapa. Na baada ya kujaribiwa walionekana kwa mantiki hiyo, ina maana wao hawakufuata ile desturi na taratibu za ufalme wa Babylon, ndio? Wa Babeli tunaweza kusema. Na hapa eneo ambalo limekuwa highlighted zaidi ni ile eneo la ulaji wa vyakula. Nina uhakika kabisa zile elimu zingine za mambo yanavyoenda Babeli walifundishwa. Lakini kwa upande wa chakula Biblia imeweka highlight kwamba hawakufuatana na taratibu za. Kwa ina maana vyakula vyao havikumpendeza Mungu, au desturi ya chakula chao kilikuwa ni kufuru. Okay, sasa hakuna sehemu ambayo imeweka wazi hilo, lakini ukifuatilia kuna uwezekano kwamba katika vile vyakula vilivyokuwepo kwenye meza ya mfalme, yamkini kuna vilivyokuwa vimezuiwa na Mungu wao kuvila, ama yamkini kuna vilivyokuwa vimetolewa sadaka kwa miungu, na Mungu hakuwaruhusu wana wa Israeli kula vyakula ambavyo vimetolewa sadaka kwa miungu. Kwa hiyo ina maana hapo Mungu alikuwa hataki wao wajihusishe na miungu mingine. Maana yake wangejitia unajisi. Exactly. Tuendelee. Sasa tukija kwenye sehemu ya 3 ambayo inaanzia mstari wa 17 mpaka mstari wa 21, Biblia inasema kwamba kwa habari za hao vijana ambao ni Danieli pamoja na Mishaeli, Hanania na Azaria, Mungu aliwajalia kuwa na maarifa pamoja na hekima na elimu. Aliwatofautisha sana na wale vijana wengine ambao waliingia kwenye lile darasa au kwenye ule mfumo kwa kipindi kile. Na unaweza ukajiuliza ni nini kiliwatofautisha? Ukirudi kwenye sehemu ya juu ambao tumetoka kuijadili, ni kwamba hawa watu waliamua kumheshimu Mungu na kumtakasa Mungu, pamoja na kwamba walikuwa nje ya nchi yao, walikuwa hawako kwenye convenience ya kufanya taratibu zao kama walivyokuwa kwenye nchi yao, lakini pamoja na kwamba hawakuwa kwenye comfort ya nchi yao, waliamua kumheshimu Mungu na kumtakasa Mungu kwenye maisha yao. Waliamua kutojinajisi kwa sababu ya kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea kule Babeli. Na hata mfalme alivyowaita mbele zake, akawauliza maswali aliyowauliza, baada ya hiyo miaka 3 walionekana kuwa bora zaidi kuliko hao wenzao. Na hapa tunaona jinsi ambavyo tunapoamua kujiweka wakfu kwa Mungu, tunapoamua kutembea katika maongozi ya Mungu, Mungu ana namna yake ya kututofautisha na watu wengine in the best way. Hiyo ndo take home message, kwamba tunapoazimia kumheshimu Mungu bila kujali mazingira tulionayo yanasemaje. Wakati mwingine unaweza ukaingia kwenye changamoto ukasema kwa sababu niko kwenye changamoto Mungu atanielewa nikiamua kucompromise. Lakini sivyo. Hata kwenye changamoto Mungu anaachilia uwezesho na kibali pale ambapo tumenia kwamba tunaendelea kusimama na Mungu, tunaendelea kusimama katika njia ya Mungu. Na huo utofauti ambao Mungu anauweka kwetu unakuwa ni kwa faida yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu. Tumalizie sasa, naona kile ambacho ni msingi mkubwa. Kwa nini Mungu aliamua kuwaweka hapa? Nia yake thabiti ilikuwa ni nini? Okay. Kwanza, kama nilivyosema awali, wana wa Israeli kwenda utumwani Babeli ilikuwa ni unabii ambao ulitolewa na nabii Yeremia, lakini pia na nabii Isaya aliutoa kwa sehemu. Na moja kati ya vitu vilivyosababisha waende utumwani ni kwa sababu ya maovu ambao viongozi waliokuwa wanaongoza kipindi hicho waliyafanya, wakasababisha na watu wakayafanya. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya adhabu kwa hao watu wa Mungu kwa sababu ya makosa aliyoyafanya. Lakini ukisoma hichi kitabu cha Danieli vizuri utakuja kugundua kwamba
kati ya vitu ambavyo vilikuwa ni matokeo ya hawa watu kwenda utumwani Babeli ni pamoja na Mungu wa kweli kujulikana. Sawa. Ukisoma kuanzia sura ya 2 utakutana na habari ya ndoto za Nebukadreza ambazo Danieli alizifasiri. Ikiwa ni pamoja na ile ndoto ya Nebukadreza kuondolewa kwenye makao ya watu akapelekwa huko msituni, na baada ya kile kipindi alivyotoka kule msituni akarudishwa katikati ya watu, moja kati ya vitu alivisema ni kwamba hakuna Mungu kama yeye, hakuna Mungu kama Mungu wa Israeli, na alitoa amri kabisa kwamba asiabudiwe mtu mwingine yoyote isipokuwa Mungu wa Danieli, Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego. Utaona matukio mbalimbali ikiwa ni pamoja na tukio la Danieli kuwekwa kwenye tundu la simba. Ndio. Tukio la Shadrach, Meshach na Abednego kuingizwa kwenye tanuru, lakini kwenye mazingira yote hayo walikuwa salama, na ile iliwawezesha watu wa Babeli pamoja na mfalme wao kufahamu kwamba hakuna Mungu kama Mungu wa hawa watu, hakuna Mungu kama Mungu wa Israeli. Kwa hiyo naweza nikasema moja kati ya kitu ambacho kilikuwa ni matokeo ya wao kwenda utumwani ni uinjilishaji. Kwa kipindi kijacho tutajikita wapi hasa? Tulikuwa tumeanza kujenga msingi hapa kuanzia sura ya kwanza ya Danieli ili msikilizaji na mtazamaji aweze kujua nini hasa tutajikita kwa episode ijayo kwenye The Bible Mind. Okay, kwenye episode ijayo tutajadili ile habari ya Shadrach, Meshach na Abednego, kipindi ambacho hawakukubali kuiabudu sanamu ya Mfalme Nebukadreza na ikawagharimu kuingia kwenye tanuru la moto. Tutajadili sana pale, halafu tutaona mambo ambayo tunaweza kujifunza. Kabla hatujamalizia, ufalme wa Babeli ulikuwa una nguvu kiasi gani mpaka wana wa taifa la Israeli likachukuliwa utumwani Babeli? Ilikuwaje? Well, kipindi hicho ni kipindi ambacho ufalme wa Babeli ulikuwa na nguvu kuliko falme zote duniani. Sawa. Na kwenye kitabu hichi cha Danieli kuna sehemu inaelezea kwamba nguvu na uwezo ambao Babeli walikuwa nao ni nguvu ambazo Mungu aliruhusu wawe nazo kwa kipindi kile. Kuna moja ya nabii ambazo Danieli alizitoa zinajaribu kuonesha kwamba pamoja na kwamba kuna falme mbalimbali, Mungu alikuwa ameordain power na uwezo kwa falme mbalimbali kwa vipindi mbalimbali, na kipindi hichi Babeli ndo walikuwa on top. Walikuwa na nguvu kuliko falme zingine, japokuwa nayo haikudumu, walikuja kupinduliwa na ufalme mwingine. Yeah. Kwa mantiki hiyo ya kwamba ufalme wa Babeli kwa kipindi hicho ilikuwa kwamba wewe ukiwa unakaa sasa huko, ina maana wewe ni miongoni mwa mabilionea wa kipindi kile. Well, sina uhakika kama ni mabilionea, lakini ni watu wenye nguvu. Yeah. Lakini pia hata ushawishi wa kifedha walikuwa nao, kwa sababu sasa unaingia kwenye nyumba ya kifalme, unaingia kinyonge. Okay, fun fact kuhusiana na Shadrach, Meshach na Abednego. Mtu anapata taswira gani kwa episode ijayo? Labda tumpe hint kidogo. Well, kwa hawa vijana watatu naweza kusema walikuwa ni watu wenye strong conviction kwa Mungu. Moja kati ya kitu ambacho kilinihamasisha sana ni pale walipomwambia mfalme kwamba hatutaabudu sanamu yako, na hata kama Mungu walimwambia hatutaabudu sanamu yako kwa sababu Mungu wetu haweza kutokoa, lakini hata asipotuokoa hatutaabudu. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo msimamo wao kwa Mungu wao ulikuwa mkubwa, kwamba hata wasingeokolewa, they were ready to die. Yeah. Na kitu kingine kuhusiana na Danieli hapa. Danieli aliwahi kuzungumza, alisema maarifa yataongezeka. Kitu ambacho ni nabii aliona. Na tukiuanisha sasa kipindi cha zamani na sasa, maarifa yalivyoongezeka, ni namna gani wewe kama muamini unatumia teknolojia kumhubiri Kristo? Okay. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya teknolojia. Ni moja kati ya namna ambavyo tunaendelea kuona uwezo ambao Mungu ameuweka ndani ya mwanadamu alipomuumba. Sasa. Na moja kati ya namna tunavyoweza kutumia mitandao ya kijamii pamoja na
internet kusambaza habari za Kristo. Well, hauwezi kwanza kwenda mtandaoni kabla haujalifahamu neno la kweli ambalo sisi tunalipata kwenye hii Biblia. Ndiyo. Na vitu vyote tunavyohusiana navyo kwenye maisha tunatakiwa tuvidefine kutokea hapa kwenye Biblia. Watu wengi sana wanatumia mitandao kutangaza habari za Kristo, lakini katika kutangaza kwao kuna namna baadhi wanapindisha ukweli. Yani anaanzia engo hii ambao unaona ni sawa, lakini anapoishia sio sawa. Kwa hiyo pamoja na uwepo wa teknolojia na mitandao, bado tunamhitaji Roho Mtakatifu kutusaidia kuyaelewa maandiko na kuyapresent kwa watu kwenye namna ambayo wataielewa, lakini pia kwenye namna ambayo itawasaidia. Kwa sababu mwisho wa siku tunapotumia teknolojia vibaya tukapindisha kweli, kuna adhabu kwa watakaopindisha maneno ya Mungu. Kwa episode ijayo msikilizaji na mtazamaji aweze kujiandaa vipi? Well, anaweza kusoma habari za Shadrach, Meshach na Abednego. Ambako sasa kwa episode ijayo tutajikita sura ipi ambayo inamzungumzia Shadrach, Meshach na Abednego? Ni sura ya 3. Sura ya 3. Kwa hiyo msikilizaji anaweza akaipitia, halafu tutakuwa na mjadala hapo. Yeah. Kwa kumalizia chochote tunavyomaliza The Bible Mine hapa, pamoja na mabadiliko ya mazingira ambayo tunayo, ndio tuendelee kunia kumpendeza Mungu, tuendelee kunia kuishi katika njia na maagizo yake. Kama Yesu mwenyewe alivyoishi katika kimo na maarifa kimpendeza Mungu na mwanadamu, na wanadamu. Kwa hiyo ina maana sisi tufuate desturi hiyo ya Kristo. Let us be intentional about it. Sio rahisi, mazingira yanaweza yasikuruhusu kufanya hivyo, lakini pamoja na hayo yote tuazimie. Ile nia yetu ya kumpendeza Mungu itulazimishe kumpendeza Mungu hata kama mazingira yanatu convince kucompromise. Hivi kuna raha gani ya kumpendeza Kristo? Well, mimi nitakwambia from my side. Kwa uelewa wako. Mungu ni mfalme na mtawala wa dunia. Hakika. So I believe being in a good side with him, it's a big deal. Kama yeye anaumiliki ulimwengu wote, alafu nikampendeza yeye, kuna namna tu, hata kama sitakuwa na kila kitu ninachotamani kuwa nacho kwenye haya maisha, ile furaha ya ndani inayotokana na yeye inaweza kunifanya nikaishi maisha mazuri huku duniani. Hata siku yangu itakapofika ya kurudi kwake, nitakuwa na uhakika na kule ninakoenda. Unahakika kwa sababu tayari ameshainyosha njia. Kwa na mahusiano yako wewe na Mungu. Tunaposema ukuaji wa kiroho kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, unaonaje? Mchakato huu uko vipi? Well, ni mchakato pia unaohitaji intentionality. Ndio. Nia ya kujifunza, nia ya kukua. Na tunakuaje kiroho? Jambo la kwanza, Mungu ametupa neno lake ambalo ndio moyo wake unafunuliwa kwetu kupitia neno lake. Ni hakika na ni kweli. Waswahili wanasema ni kuntu. Maneno yote kwenye kitabu cha Biblia ni kuntu, ni dhahiri. So tunaposoma neno, lakini pia tunavyo spend muda kuomba, na kuomba kunahusisha sisi kuzungumza na Mungu, lakini pia sisi kumsikiliza Mungu. Hakika. Kwa sababu ni mawasiliano. Hapo tunaendelea kumfahamu Mungu na tunakuwa. Kiwango cha ufahamu ulichonacho ndo kinachokuwezesha kukua. Lakini pia kitu kingine kinachotuwezesha kukua ni kukaa katika jamii ya wanaoamini. A Christian community. Na hapa tunazungumza si tu jamii ya pale kanisani kwako, lakini hata kwenye maeneo unayoishi, unavyokuwa na jamii ya wanaoamini. Mtu anakufundisha hiki, wewe anakufundisha hiki, mtu anakupa ushuhuda wake, wewe unapokea vitu mbalimbali kutoka kwa wenzako. Kuna mahali Paulo anasema kwenye kitabu cha Wakorintho kwamba tunapokutanika, mwingine ana wimbo, mwingine ana zaburi, mwingine ana ushuhuda, yani kila mtu neno la hekima. Exactly. Kwa hiyo
tunakuwa tunavyohusisha vitu vyote hivyo, kuwa na muda binafsi wa kujifunza pamoja na waamini wengine, kuomba peke yako, kuomba pamoja na waamini wengine, na kujishughulisha kwenye shughuli mbalimbali zinazosaidia imani yako kwa Mungu iendelee kukua. Amina. Yeah. Huyo ni daktari au unaweza kumuita tabibu kwa lugha adhimu ya Kiswahili, tabibu Catherine, ambaye alikuwa yachunguza maandiko hasa kupitia kile kitabu cha Danieli sura ya 1 kwa mapana yake. Na episode ijayo tutazungumzia kile kisa cha Shadrach, Meshach na Abednego kwa mapana yake, na namna ambavyo waliikataa miungu mingine na kusimama stahiki kabisa, thabiti kabisa kwa imani ya kumkiri kwamba sisi Mungu wetu ni mmoja, hatutaiabudu miungu mingine. Nikutakie wakati mwema tu. Kwa session zingine zinazoendelea hapa, tutakuwa na mtumishi wa Mungu ambaye atatufundisha neno la Mungu, na tutaendelea na ile session ya miunganisho ya kimungu. Sasa miunganisho ya kimungu ndio ishaanza kwa namna kama hiyo. Mimi ni Aro Skies, na hii ni The Bible Mind. Kwa episode ijayo tena tutakuwa tena na daktari au tabibu Catherine. Una neno lolote la kumalizia? Neno la hekima. Tumalize kwa neno la hekima. Well, sifa na utukufu ni kwa Mungu ambaye Amen. Anaachilia maelekezo ya namna tunavyoweza kuishi maisha ya kumpendeza kupitia watu waliotutangulia, si tu kwenye maisha haya ya kawaida, lakini pia na kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo tujifunze kwa watu waliopita, tuendelee kujifunza, na kiu yetu ya kujifunza isiishe. Kadiri tunavyoendelea kujifunza, tunaendelea kumfahamu Mungu, na tunavyoendelea kumfahamu Mungu, kuna namna maisha yetu yanabadilishwa na ule ufahamu wa Mungu tulionao. Amen. Sisi tunatamatisha kwa namna hiyo. Tutaendelea hapa na Dr. Leonard Maboko katika ile miunganisho ya kimungu. Hii ni The Bible Mind, na tutaendelea na session nyingine kuhusu neno.